BMP TV Professional Update. Waligani ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, unaendelea kusikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka kuta 4 za dunia. Habari kuu za dunia kwa Jumapili tarehe 13 2024 April. Na huu ni muktasari wa habari. Myanmar ni tishio la njaa na ukame mkali. DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mgogoro unaoendelea mashariki. Australia, kimbunga Alfred chatikisa mashariki. Sayari za Zohali, ugunduzi wa miezi 128 mipya. Uingereza, mgogoro wa faragha na Apple. Anga ya juu, ISS yatimiza mizunguko 150 ya dunia. Unaendelea kusikiliza matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka kuta 4 za dunia pamoja na BMP TV Online, na hii ni habari kamili. Tafadhali like pia subscribe, na hivyo utakuwa umetisha zaidi. Na mimi ni Mr. Orange. Myanmar. Nchini Myanmar, hali ya kibinadamu inazidi kuzorota. Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa zaidi ya watu milioni 12 wako hatarini kikubwa na baa la njaa kufuatia mapigano ya ndani na ukame mkali uliotokana na mabadiliko ya tabianchi. Mikoa ya Kachin na Shan imekuwa ikikumbwa na mapigano makali kati ya jeshi la serikali na makundi ya wahasi, hali ambayo imezuia usambazaji wa misaada ya chakula. Tume ya haki za binadamu ya imetaka upatikanaji wa haraka wa misaada kwa raia waliokwama katika maeneo ya vita. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC. Ghasia zimechacha tena. Waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wameshambulia maeneo ya Goma na kuruhusu, kwa mujibu wa ripoti za Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu 150 wamepoteza maisha wiki hii pekee. Takriban watu milioni 7 sasa ni wakimbizi wa ndani. Serikali ya Rais Felix Tshisekedi imeendelea kushutumu Rwanda kwa kuchochea mzozo huo. Qatar na Umoja wa Afrika wanaongeza juhudi za upatanishi, lakini bado hakuna mafanikio makubwa yaliyopatikana. Wazalendo pamoja na jamii ya Kivu Kaskazini na Kusini watangaza ushindi wa kuweza kwenda na kuwapiga M23, na hivyo kuweza kwenda na kutangaza kuwa mji wa Bukavu M23 hawapo tena. Sisi ni jeshi kupigania haki ya binadamu. Chenye mtakusaidia kwa population. Wakati ni sasa tunapiga, vraiment population imepatikana mkiwanja. Kusikuwa mabaya pia mkiwanja, jua iko na nia mbaya kwetu. Anaweza kutumia population. Ndio tunasema ndio wazalendo ndio ikia create, ndio huwa population. Masikia? Ndio maana kwa freedom. Kwa freedom. Huko hakuna mwizi. Hata watu yako nje hakuna mzalendo hata nikamata. Unasikia? Ndio. Ndio kibaki wasikwenda ikitiga, wasikwenda boda, usio nao kwanza watabaiba kitu hapana. Ndio tunaendesha yao. Ndio tunaendesha yao basi je kule mambo ya kuiba hapa population. Ndio. Basi ndio mambo ya kuiba population. Ndio. Jiendeshe yote tukakupania mliberasio ya nchi. Tukakupania mdefasi ya nchi. Ndio. Okay. Wazalendo hapa bwana, wazalendo kabisa. Kuraje. Wazalendo Kuraje bandugu yetu. Nani
Les wazalendo wa Kavumu, ils sont bel et bien arrivés. Wazalendo, waza, waza. Waza, waza. Waza, waza. Les patriotes. Victoire! Mungu awawezeshe baba wetu. Mungu awawezeshe. Ile 20 bali tu wameweza kwenda na kutoka na kukimbia M23 mpaka kuamua kuchukua magari na kuingia Kavungu, na hivyo jamii ikiomba kuwa wazalendo waweze kwenda na kuwaingilia kati ili waweze kwenda na kuwapigia huko na moja kwa moja waingie mpaka kwa Rwanda. Na sasa hivi ushindi ni wa jamii ya Wakongomani, na hivyo kuomba wazalendo waweze kwenda na kuwa kwa pamoja na umoja kutoka sehemu mbalimbali ili waweze kwenda na kuwapiga ambushi. Australia, kimbunga kikubwa kinachoitwa Alfred kimepiga maeneo ya mashariki mwa Australia likiwa na mvua kubwa na upepo mkali unaofika hadi kilomita 180 kwa saa. Mamlaka ya hali ya hewa imewaamuru maelfu ya wakazi wa Queensland na New South Wales kuhama makazi yao kwa usalama. Huduma za umeme na mawasiliano zimeathirika na uharibifu mkubwa wa hali na mali umerekodiwa, na serikali ya Australia imetangaza hali ya dharura katika maeneo yanayokumbwa na dhoruba hiyo. Sayari ya Zohali, wanasayansi wa anga wametangaza kugundua miezi mipya 128 inayozunguka sayari ya Zohali Saturn. Ugunduzi huu unaiweka Zohali mbele ya sayari zote kwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya miezi 274. Taarifa hizi zinatokana na picha mpya kutoka kwenye darubini kubwa zaidi ya anga, James Bell Space Telescope, na zinatajwa kuwa muhimu katika kuelewa historia ya mfumo wa jua. Uingereza, serikali ya Uingereza imeamuru kampuni ya Apple kuondoa mfumo wa usimbaji fiche wa hali ya juu, Advanced Data Protection, kwa watumiaji wa nchi humo. Hatua hii imezuia mjadala mkubwa kuhusu faragha za haki za kidigitali, huku wanaharakati wakieleza kuwa ni kuvunjwa kwa haki za siri za mawasiliano. Serikali inasema hatua hiyo inalenga kuongeza usalama wa taifa na kusaidia katika mapambano dhidi ya uhalifu mtandaoni. Anga ya juu ISS yatimiza mizunguko 150 ya duniani. Kituo cha kimataifa cha anga cha juu ISS kimekamilisha mizunguko 150 kuzunguka dunia tangu kizinduliwe mwaka 1998. ISS ni mojawapo ya mafanikio makubwa ya ushirikiano wa kimataifa katika sayansi. Kwa sasa ISS ina timu ya wanahanga kutoka Marekani, Urusi, Japan, Kanada na Ulaya wanaoshirikiana kufanya majaribio mbalimbali ya kisayansi. Unaendelea kusikiliza matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka kutane za dunia. Tanzania, Amnesty International yataka Tundu Lissu aachiwe huru mara moja. Taasisi ya haki za binadamu ya Amnesty International imeitaka serikali ya Tanzania kumwachia huru mara moja na bila masharti mwenyekiti wa chama cha upinzani wa Tanzania Tundu Lissu ambaye anadaiwa kukamatwa kinyume cha sheria.
Katika ripoti iliyotolewa Ijumaa, mkurugenzi wa kanda ya Afrika Mashariki na Kusini, Tigel Chakuta, alieleza kuwa Tanzania inapaswa kulinda haki za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na haki za uhuru wa kujieleza na mikusanyiko ya amani badala ya kutumia mbinu kali kukandamiza upinzani. Tundu Lissu alikamatwa April 9 mwaka huu katika mji wa Mbiga akiwa kwenye mkutano wa kisiasa wa chama chake Chadema. Polisi walitumia risasi za moto, gesi ya machozi na nguvu nyingine kutawanya umati na kumkamata. Kukamatwa kwa Lissu kulifanyika baada ya kuandika kwenye mitandao ya kijamii akieleza madai ya udanganyifu katika uchaguzi. Baadhi ya posti hizo zimeondolewa. Katika kesi iliyosikilizwa Alhamisi, Lissu alizuiwa kutoa jibu na alifungwa rumande, huku akitarajiwa kurudi mahakamani mwishoni mwa mwezi huu kujibu mashtaka ya kuchapisha taarifa za uongo. Mwanasheria wa Lissu, Rugemeleza Nashal, alisema kuwa mashtaka dhidi ya Lissu ni ya kisiasa, akieleza kuwa lengo ni kumnyamazisha kwa sababu ya msimamo wake wa kupigania haki. Tundu Lissu, ambaye alishambuliwa kwa risasi mwaka 2017 kutoka na msimamo wake dhidi ya ufisadi wa chama tawala CCM, amesema lengo lake kuu ni kurejesha demokrasia nchini Tanzania. Chadema pia imetangaza kususia uchaguzi wa Oktoba 2025 isipokuwa mfumo wa uchaguzi utarekebishwa. Katika hali inayozidi kujitokeza, Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alikubalika awali kama kiongozi aliyeleta mabadiliko, anakutana na shinikizo kutoka kwa wadau wa haki za binadamu na vyama vya upinzani kuhusu hali ya kisiasa. Na huu ndo mwisho wa habari kutoka BMP TV Online. Endelea kusikiliza matangazo ya BMP TV Online, subscribe, like pia na kucomment, na kila wakati utakuwa unapata habari za moto kutoka BMP TV Online. Na mimi ni Sesde Mr. Orange, yajayo yanafurahisha. BMP TV Professional Update.